Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Mjumbe wa China atoa wito wa ushirikiano wa kimataifa kukuza haki za wanawake. China yapiga hatua katika kupambana na kuenea kwa jangwa katika miaka ya karibuni. Na makampuni ya kimataifa yapata fursa zaidi katika sekta ya huduma nchini China. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Na mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuimarisha ushirikiano katika kulinda na kuendeleza haki za wanawake duniani. Akizungumza katika mjadala wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake, amani na usalama, Fu amesema wanawake ni nguzo muhimu katika kudumisha amani na usalama wa dunia. Simiwa Njala anatueleza zaidi. Mwakilishi huyo amesema kuwa licha ya maendeleo yaliyopatikana, bado wanawake na wasichana wengi duniani wanakabiliwa na changamoto kubwa zikiwemo maskini, migogoro na ukatili. Kwa mujibu wa Fu Song, takriban wanawake na wasichana milioni 676 duniani wanaishi katika maeneo yenye migogoro na hali ya kutokuwa na utulivu, ikiwemo ukanda wa Gaza, Haiti na eneo la Sahel barani Afrika Magharibi. Amesema bila amani, haki za wanawake haziwezi kulindwa ipasavyo, na hivyo kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuendelea kutekeleza wajibu wake wa msingi wa kudumisha amani, kumaliza migogoro na kuhimiza mazungumzo pamoja na maridhiano. Hali kadhalika, akinukuu takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake UN Women, Fu amesema pengo la ufadhili wa usawa wa kijinsia katika nchi zinazoendelea linafikia dola bilioni 420 za Marekani kila mwaka. Amezitaka nchi zilizoendelea kutimiza ahadi zao za misaada ili kusaidia juhudi za kuwawezesha wanawake. Mjumbe huyo wa China amesisitiza kuwa China imeendelea kuwa mdau muhimu katika maendeleo ya wanawake duniani. Amesema nchi yake imetuma zaidi ya walinda amani wanawake 1200, imewapa mafunzo zaidi ya wanawake wataalamu 1200 kutoka nchi na maeneo zaidi ya 180, pamoja na kutekeleza miradi ya kuwawezesha wanawake yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 40 za Marekani katika zaidi ya nchi 20 kote duniani. Kwa sasa wanawake na wasichana milioni 676 duniani bado wanaishi katika mazingira ya migogoro na kutokuwa na utulivu. Kuanzia vita vya Gaza, ghasia za magenge nchini Haiti hadi vitisho vya makundi vya kigaidi katika eneo la Sahel, wanawake wengi wanaendelea kuishi katika hofu na kukata tamaa. Bila amani, haki za wanawake haziwezi kupatikana. Baraza la Usalama linapaswa kuendelea kufanya juhudi zisizokoma kumaliza migogoro na vile kuhimiza mazungumzo na maridhiano. Juhudi za China za kupambana na kuenea kwa jangwa zimezaa matunda katika miaka ya hivi karibuni, huku mradi wake mkubwa wa ekolojia wa ukanda wa misitu ya kinga wa kanda 3 za kaskazini ukiendelea kwa mafanikio kulingana na mpango uliowekwa. Hii ni kwa mujibu wa takwimu kutoka Mamlaka ya Taifa ya Misitu na Nyanda za Malisho ya China. Hamis Darwesh anaripoti zaidi. Kama moja ya nchi zilizoathiriwa zaidi duniani na kuenea kwa jangwa, maeneo mengi ya China yaliyoathiriwa na hali hiyo yanapatikana katika kaskazini magharibi, kaskazini na kaskazini mashariki mwa nchi, maeneo yanayojulikana kama kanda 3 za kaskazini. Mradi huo ulioanzishwa mwaka 1978 umekuwa juhudi kubwa zaidi duniani za upandaji miti. Hadi sasa, awamu ya 6 mwaka 2021 hadi 2030 ya mpango wa ukanda wa misitu ya kinga wa kanda 3 za kaskazini imefikia lengo la nusu ya kipindi chake, ambapo kazi za kurejesha hekta milioni 23.67 kati ya hekta milioni 30.87 zilizolengwa za ardhi iliyoharibiwa na jangwa zimekamilika. Katika kipindi cha mpango wa 14 wa miaka 5, China iliimarisha juhudi za kina za kuzuia na kudhibiti kuenea kwa jangwa na kuendeleza mradi huo, ambapo hekta milioni 10.13 za ardhi iliyoharibiwa na jangwa pamoja na hekta milioni 1.95 za maeneo yaliyoathiriwa na jangwa la miamba zilirekebishwa. Katika muungano wa ALSA,
Katika muungano wa Alxa uliopo katika mkoa unaojiendesha wa Mongolia ya ndani kaskazini mwa China, mradi wa kuzuia kuenea kwa mchanga kwa kupanda mikanda ya mimea kuzunguka jangwa la Ulan-Bu unaendelea kwa kasi. Vifaa vya kisasa vimetumika kujenga vizuizi vya kinga jangwani. Kwa mfano, mashine za kutengeneza vizuizi vya maboksi ya majani zenye uwezo wa kufanya kazi nyingi hutumika na kuongeza ufanisi wa kazi mara 20 hadi 30 zaidi kuliko kazi za mikono za jadi. Aidha, roboti ya kupanda mbegu inayotumia akili bandia na inayoweza kufanya kazi yenyewe kwenye matuta ya mchanga imetumika kupanda mbegu za nyasi, jambo lililoongeza kiwango cha uotaji kwa 15% hadi 20%, huku likipunguza matumizi ya maji kwa 90%. China inatarajia kuzindua kampeni mpya ya kuhamasisha mauzo ya magari ya kutumia umeme vijijini. Kampeni hii itahusisha wakazi wa vijiji kubadilisha magari ya zamani na kuimarisha mazingira ya matumizi ya magari ya umeme. Tom Njala ana maelezo zaidi. Kampeni hiyo itachagua mifano ya magari ya umeme yanayokidhi mahitaji ya watumiaji wa vijijini, yenye sifa nzuri sokoni na yanayojulikana kwa ubora wake wa kuaminika. Hii ni kwa mjibu wa Wizara ya Viwanda na Teknolojia ya Habari, ambayo inaandaa kampeni hiyo kwa ushirikiano na idara nyingine 4 za serikali. Ikiwa mojawapo ya sehemu ya kampeni hiyo, maeneo maalum ya ubadilishaji wa magari yataanzishwa ili kutoa huduma za kituo kimoja, zikiwemo ukaguzi wa magari yaliyotumika na tathmini ya thamani yake. Kampeni hiyo pia itachagua maeneo ya ngazi ya kaunti ambapo matumizi ya magari ya umeme bado yako chini, lakini yanaonyesha uwezo mkubwa wa ukuaji wa soko kwa ajili ya kuandaa shughuli za uhamasishaji ana kwa ana. Mazingira ya matumizi yanayotegemea uzoefu wa moja kwa moja yataandaliwa, yakiwemo maonyesho ya magari na majaribio ya kuyaendesha ili kuvutia watumiaji kutoka miji midogo na vijiji jirani kunufaika. Vituo vya mauzo ya magari ya umeme watoa huduma za matengenezo na ukarabati baada ya mauzo, kampuni za huduma za kuchaji na kubadilisha betri, pamoja na watoa huduma za bima na mikopo vitahamasishwa kushiriki katika kampeni hiyo ili kuboresha zaidi mazingira na huduma zinazounga mkono matumizi ya magari ya nishati mpya vijijini. Kwingineko ni kwamba mahusiano kati ya China na Afrika pamoja na yale kati ya China na nchi za Kiarabu yamepata maendeleo makubwa katika enzi mpya na kuwa mfano bora wa kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu. Hayo yalisemwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Beijing siku ya Alhamisi. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Lin alitoa kauli hiyo alipoulizwa kuhusu semina iliyofanyika Beijing Jumatano kwa ajili ya kuadhimisha miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika pamoja na kati ya China na nchi za Kiarabu. Katika enzi mpya chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping na viongozi wa mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu, mahusiano hayo yameimarika kwa kasi kubwa na kufikia kiwango bora zaidi katika historia yake. Ushirikiano huo umeendelea kuwa mfano wa kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu. Mwaka huu tunaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na pia kati ya China na nchi za Kiarabu. Miaka 70 iliyopita, Jamhuri ya Watu wa China ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Misri, hatua iliyofungua ukurasa mpya wa maendeleo ya mahusiano ya China na Afrika pamoja na China na ulimwengu wa Kiarabu. Aliongeza kuwa China ilifanikiwa kuandaa semina yenye kauli mbiu ya miaka 70 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya China na Afrika na China na nchi za Kiarabu, kujenga kwa pamoja jamii yenye mustakabali wa pamoja. Makamu waziri wa mambo ya nje wa China, Miao Deyu, alihudhuria na kutoa hotuba katika hafla ya ufunguzi. Semina hiyo iliwakutanisha takriban wajumbe 200 wakiwemo mabalozi, wataalam na wasomi kutoka nchi za Afrika na Kiarabu walioshiriki kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni. Washiriki walitathmini mafanikio yaliyopatikana katika ushirikiano wa pande hizo mbili kwa kipindi cha miongo 7 iliyopita na kujadili mwelekeo wa ushirikiano wa siku zijazo. Wawakilishi wa Afrika na nchi za Kiarabu walikubaliana kuwa mataifa yao ni ndugu wa karibu, marafiki wa dhati na washirika muhimu wa China, wakishirikiana katika nyakati za mafanikio na changamoto, huku wakifuatilia malengo ya pamoja ya maendeleo.
Lin alisema mpango wa 15 wa maendeleo wa miaka mitano wa China, yaani mwaka 2026 hadi 2030, unatoa fursa kubwa za kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya China, Afrika na nchi za Kiarabu. China itaendelea kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika na nchi za Kiarabu ili kuandika sura mpya ya mshikamano wa nchi za kusini mwa dunia katika juhudi za maendeleo na ustawi. Pia itaendelea kufanya kazi bila kuchoka katika kujenga jamii yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu. Makampuni ya kimataifa yanaendelea kupata fursa mpya katika sekta ya huduma nchini China, huku taifa hilo likiongeza kasi ya kufungua soko lake kwa uwekezaji wa kigeni. Hali hiyo imejitokeza katika mkutano wa 7 wa makampuni ya kimataifa uliofanyika Qingdao mkoani Shandong. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Makampuni mengi ya kimataifa yanaonyesha nia ya kuwekeza zaidi katika sekta ya huduma nchini China, huku China ikiendelea kufungua soko lake kwa wawekezaji wa kigeni. Hayo yamebainishwa na viongozi wa biashara waliohudhuria mkutano wa 7 wa makampuni ya kimataifa uliofanyika Qingdao mkoani Shandong. Mkutano huo ulivutia makampuni 357 kutoka nchi na maeneo 44 na ulitoa jukwaa la majadiliano, uwekezaji na ushirikiano. Miongoni mwa washiriki ilikuwa ni kampuni ya Weta Workshop ambayo inatoka New Zealand na ni kampuni maarufu kwa kushiriki katika utengenezaji wa filamu za The Lord of the Rings na Avatar. We're working with an incredible company called New Zealand Gold, the Zhaojing Group, and between New Zealand BIG, Weta Workshop, and this wonderful team, we're developing a IP to hopefully reach an international market for them. China inaendelea kupanua upatikanaji wa soko katika sekta za huduma ikiwemo mawasiliano, interneti, elimu, utamaduni na afya, hatua inayofungua fursa zaidi kwa wawekezaji wa kigeni. We believe as China continues to expand its high level opening up to the world, exciting opportunities are emerging across culture, tourism, creative industries and digital technologies. A greater openness will strengthen our cultural experiences and allow us to create a greater level of Chinese story that goes out to the world. Wakati China ikikabiliwa na ongezeko la mahitaji ya huduma za ubora wa juu kwa wazee, makampuni ya kimataifa yanaendelea kuona fursa mpya katika soko hilo linalokuwa kwa kasi. Mabadiliko ya kijamii na mtindo wa maisha yameongeza umuhimu wa huduma za kisasa za kuwahudumia wazee nchini humo. Tujiunge naye Zakia Pong atufahamishe zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ni sehemu ya mwelekeo unaokuwa. Katika miaka ya karibuni, China imepanua orodha yake ya uwekezaji wa kigeni ili kushawishi ushiriki wa kigeni katika sekta ya huduma kwa wazee. Mabadiliko haya ya sera yanaakisi ahadi ya serikali ya kupanua machaguo ya huduma za wazee na kukabiliana na mahitaji tofauti ya idadi ya wazee. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Karibu tujifunze lugha ya Kichina pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo ni darasa la marudio. Hebu tufanye mazoezi pamoja na mwalimu. Mtoto wa chura anamtafuta mama yake. Mtoto wa chura alitengana na mama yake. Tafadhali msaidie. Ni pale tu utakaposoma herufi za Kichina kwa usahihi, mtoto huyu wa chura ataweza kuruka kwenye jani la yungiyungi linalofuata na hatimaye kuungana na mama yake. Ta
长点号谁高Treni za herufi za Kichina. Kuna herufi ya Kichina kwenye kila behewa la treni. Tafadhali chagua puto la pinyin inayolingana na herufi ya Kichina. Puto litaruka na kurudi kwenye treni kwa kila jibu sahihi. Je, unaweza kusaidia kurudisha maputo yote? Ge ge和和手手鱼鱼碎碎吃吃Tafadhali unganisha maneno kwenye kadi kuwa sentensi.你哥哥多大？你姐姐在家吗？你的鼻子真长。他很喜欢吃面条。这是我的学校。我家有4口人。再见。Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.